Vita vya Sudan vilianza Aprili mwaka 2023. Taifa hili limeingia katika janga la vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la serikali na kikosi cha RSF, yani Rapid Support Forces. Vita hivi vimegeuka kuwa mauaji ya halaiki, mateso ya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu. RSF, kikosi cha kijeshi kilichotokana na wanamgambo wa Janjaweed waliotuhumiwa kwa mauaji ya Darfur miaka 2000, sasa kinapigana dhidi ya jeshi la Sudan, kwa kifupi SAF, kwa lengo la kuchukua mamlaka kitaifa. Katika mji wa El-Fasher, RSF imetekeleza mauaji ya kutisha. Takriban watu 1500 waliuawa ndani ya siku 3 pekee, wengi wao wakiwa raia waliokuwa wakikimbia. Ingawa vita hivi havijaelezwa rasmi kwa vya kidini, kuna mvutano wa kiitikadi unaoambatana na mgawanyiko wa kikabila na kijamii. RSF inadaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na makundi yenye msimamo mkali wa Kiislamu, huku baadhi ya ripoti zikihusisha wanamgambo kutoka Libya na Chad wakishiriki upande wao. Aidha, kuna tuhuma kuwa falme za Kiarabu, yani UAE na Urusi, zimekuwa zikisaidia RSF kwa silaha na usaidizi wa kijeshi, ingawa nchi hizi zinakanusha. Umoja wa Mataifa umetoa onyo kali ukieleza kuwa El-Fasher imegeuka kuwa jehanamu ya kweli. Wanawake wanabakwa, watu wanakatwa viungo na maelfu wanakimbia kwa miguu bila chakula wala maji. UNICEF imeonya kuwa watoto zaidi ya 130,000 wako katika hatari ya kuuawa au kutekwa. Miji iliyotekwa na RSF ni pamoja na Nyala, Zalingei, Kas na sasa El-Fasher, ngome ya mwisho ya serikali katika Darfur Kaskazini. Kutekwa kwa miji hii kunamaanisha RSF sasa inadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudan na huenda wakalenga miji ya kati na mashariki. Vita hivi vimechochewa pia na masuala ya kiuchumi. Sudan ni nchi yenye utajiri wa dhahabu, mafuta na ardhi ya kilimo, lakini pia ni moja ya nchi maskini zaidi duniani. RSF inadaiwa kutumia mapato ya dhahabu kufadhili vita, huku raia wakizidi kuzama katika umaskini na njaa. Sudan iko katika hatari ya kuporomoka kabisa. Mauaji haya si tu ya kijeshi, ni ya kibinadamu, ya kiuchumi na kimaadili. Dunia inatazama, lakini kilio cha raia wa Sudan kinahitaji majibu ya haraka. Wachambuzi wa masuala ya Afrika wameeleza kuwa mgogoro wa Sudan si vita vya kawaida, bali ni vita vya kuwania mamlaka, utajiri na udhibiti wa rasilimali. Profesa Alex De Waal, mtaalamu wa masuala ya Sudan, anasema RSF si kikosi cha kawaida, ni mtandao wa kibiashara wenye silaha wanaofadhiliwa kwa dhahabu na uhusiano wa kimataifa. Wanapigana si kwa ajili ya taifa, bali kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa Halal Al-Karib ameonya kuwa Sudan iko kwenye njia ya mauaji ya halaiki. Dunia ilichelewa Darfur miaka 2000 na kosa hilo huenda linarudiwa. Mimi ni Faiz Musa.